Tafadhali, kama ndo mara yako ya kwanza, bonyeza neno subscribe chini ya video hii, lakini pia bonyeza alama ya kengele na utakuwa umejihakikishia kupata kila habari ambazo zina trendi ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Sakata la msanii Aslay ambalo linaendelea kutrendi huko kwenye mitandao ya kijamii siku ya leo, Mange Kimambi ameamua kulizungumzia, lakini pia kueleza kitu gani ambacho kimemsibu msanii Aslay mpaka hapo alipofikia. Msanii Aslay amefikia hatua mbaya sana baada tu ya ile video yake kuvuja akionekana akikata mitaa huko Kongo akiwa anatafuta show za chaka tu chaka. Basi ni kama vile mashabiki zake wameonekana kusikitishwa na hicho kitendo, lakini pia kuhuzunishwa. Imeonekana wazi kwamba msanii Aslay basi ni kama vile sanaa yake ya muziki imeshuka kwa asilimia kubwa mpaka anafikia hatua anaenda kufanya show za chaka tu chaka. Basi inaonekana wazi msanii Aslay anapitia kipindi kigumu. Sasa mashabiki wa Aslay wakawa wanatamani kufahamu kitu gani ambacho Aslay kimemkuta, nini ambacho kinaendelea katika maisha yake, ni kwa nini Aslay amefikia hatua hiyo, hatua ya kwenda huko Kongo na kuanza kufanya show za chaka tu chaka. Lakini pia ni kama vile alikimbia hapa Tanzania, akaona akifanya show za chaka tu chaka hapa TZ atafahamika na ataonekana kwa haraka sana, tofauti na ambavyo ameenda kufanya huko Kongo. Lakini dunia haina siri, ameonekana huko Kongo na amerekodiwa video, na video hiyo ikasambaa kweli kwenye mitandao ya kijamii ikimuonesha akiwa anakata mitaa kwa ajili ya kutafuta hizo show zake za chaka tu chaka. Mange Kimambi siku ya leo ameamua kuzungumza kuhusiana na Aslay. Kwanza kabisa amezungumzia muziki wa hapa Bongo namna ambavyo ulivyo. Na Mange anakuambia mambo ambayo Dula Makabila anayazungumzaga, sio kwamba Dula ni kichaa au anazungumza tu kwa ajili anazungumza, lakini Mange anakuambia Dula Makabila huwa anazungumza ukweli kwamba muziki wa hapa Bongo bila uchawi, bila ushirikina hausogei. Sasa Mange anakuambia wanalogana wenyewe kwa wenyewe. Yaani hao wasanii wa muziki wa hapa Bongo wanalogana wenyewe kwa wenyewe. Yaani akishamuona msanii fulani yupo juu, anatamani yeye ndiye ambaye afike hapo juu, amtoe huyo msanii hapo juu alafu yeye akae hapo juu. Jambo ambalo linawakosti sana wale wasanii ambao hawapendi ushirikina. Wao wanaamini tu riziki yao inatoka juu. Sasa jambo ambalo Aslay limemkosti kwa asilimia kubwa sana, japokuwa yupo sahihi, haitakiwi kabisa kuamini mambo ya kishirikina, unatakiwa kumwamini Mwenyezi Mungu. Lakini Aslay ni kama vile kuna mtu ambaye ni mbaya wake na ameamua kumfanyia ubaya kama hivyo. Mange anakuambia moja kwa moja Aslay amerogwa. Sasa amerogwa na nani? Amerogwa na msanii gani? Amerogwa na mwanamuziki gani? Hatuelewi ni nani huyo ambaye ameweza kumloga msanii Aslay, kwa sababu Aslay alikuwa ni msanii mzuri, msanii ambaye akiachia ngoma kila mtu anasema wao, kweli huyu ni Aslay na anafanya vizuri sana katika sanaa ya muziki. Lakini sasa hivi ndo kama hivi, show za chaka tu chaka zimekuwa nyingi, anahangaika, mambo yamekuwa magumu, lakini yeye kama msanii hawezi kurudi nchini na kusema hete aanze kuuza chipsi. Hiyo sio kweli. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza neno subscribe.